kumtegemea Mungu kama nyenzo ya kukua kwa imani ya muamini. Ni natamani Mungu anitumie kama apendavyo. Nisitumie akili zangu wala ujanja wangu, lakini anitumie kama yeye alivyokusudia kwa ajili ya kanisa lake siku ya leo. Unaweza tukaandika somo kumtegemea Mungu kama nyenzo ya kukua kwa imani ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri wengi wetu tunajua namna gani ambavyo kama wanadamu tunaishi kwa kutegemeana. Samahani kama sauti yangu itakuwa inasumbua. Lakini tutaenda hivi na Mungu atatusaidia. Sio mtu kupayuka sana. Somo nasema kumtegemea Mungu kama nyenzo ya kukua kwa imani ya muamini. Kwa nini kumtegemea Mungu? Kama kanisa tunajifunza nini kumtegemea Mungu? Kama watu ambao tunachakatwa katika safari ya kwenda mbinguni, tunajifunza nini kwa habari ya kumtegemea Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na andiko letu kuu ambalo litatuongoza katika somo yetu kutoka kitabu cha Mithali sura ya 3 na mstari wa 5 mpaka wa 6. Ningeomba nipate mtu mmoja ambaye angeweza kutusomea, maana na vitabu kidogo vingi, kwa hiyo kwa nafasi ambayo niko nayo hapa siwezi nikasoma vyote. Kitabu cha Mithali sura ya 3 na mstari wa 5. Aliyefika Soma. Karibu. Biblia inasema, Mithali 3 mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. 6. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Asante. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kuna maneno kama 4 hapa. Mtumaini. Neno la pili, Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, maarifa yako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neno hii andiko nitaitumia sana kipindi tunaendelea, kwa sababu ndio andiko kuu ambalo limebeba somo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tungepata utangulizi kidogo. Katika maisha yetu ya kiroho, muamini hawezi kukua bila kumtegemea Mungu. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho kanisa inabidi tufahamu. Kwa namna tunavyoenenda kama Wakristo, kama watu tulioitwa kwa damu ya Yesu, kama watu tuliowekwa duniani kwa makusudi ya kutimiza, yani kwa makusudi yale ambayo ni makusudi makuu ambayo Mungu ametuumbia hapa duniani, hatuwezi kuenenda au hatuwezi kukua bila kumtegemea Mungu. Bila kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu ni kutangaza kwa matendo na moyo kwamba Mungu ndiye tumaini letu. Mungu ndiye msaada wetu. Chochote kile tutakachokifanya, popote pale tutakapokwenda, popote pale tutakapopita, hakuna mtu mwingine wa kumtegemea. Hatuna jina lingine la kutegemea, la kuegemea, ila Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila siku, kila saa, kila dakika. Na katika kumtegemea Mungu kunaimarisha ule uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhusiano ambao ulipotea
uhusiano ambao ulikuwa mbali kati ya mwanadamu na Mungu. Tunapomtegemea Mungu, ule uhusiano unaimarika, tunakuwa. Nimeandaa maana chache ya maneno katika somo letu. Maana ya kwanza, kutegemea Mungu au kumtegemea Mungu. Mimi nimeandika kama hivi: kumtegemea Mungu ni kuweka tumaini lako lote kwa Mungu badala ya kutumaini akili zako au maarifa yako au nguvu zako au watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweka tumaini lako lote, yaani unaacha mambo yote, kila kitu unatumaini kwa Mungu. Kuwa Mungu, mimi hili siwezi. Mungu, mimi hapa siwezi kuenenda. Mungu, mimi hapa siwezi kufika, na kutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa hatuwezi kwenda, kanisa hatuwezi kufanya mambo makubwa, tunamtegemea Mungu. Tunamtumaini Mungu kuwa ni msaada, ni mwelekeo na nguzo ya maisha yetu. Tunamkabidhi Mungu mipango yetu, kila kitu, kwamba Mungu, nina plani hii na hii na hii. Katika plani hizo mimi siwezi, na kutegemea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unanielewa sema amina. Amen. Na maana ya pili katika somo letu ni nyenzo. Kwa maana kwamba nyenzo ni kitu kinachotumika kufanikisha jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kusema nyenzo ni chombo, njia au msaada unaotumika kufikia jambo au kufikia lengo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu linasema kumtegemea Mungu kama nyenzo. Tushaona maana kumtegemea Mungu. Tunaona nyenzo. Nyenzo ni nini? Msaada, njia, kitu kinachokutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya tatu, kukua. Nimesema kwamba kukua ni hali ya kuongezeka, kuimarika au kusonga mbele hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtoto anavyozaliwa kichanga, anafika umri fulani anaota meno, anafika umri fulani anatambaa, anafika umri fulani anatembea, anasimama, anatembea, anafika umri fulani anaanza kunyonya, anafika umri fulani anaanza kupewa chakula kilaini, anafika umri fulani anaanza kupewa chakula kigumu, anafika umri fulani anaanza nasari, anafika umri fulani primary, secondary, wengine wanaoendelea advance, wengine wanaoenda chuo. Katika mchakato huo ndio kuna maanisha kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akiwa pale pale, yani katika hatua yako ya mchakato, miaka inazidi kwenda lakini bado uko pale pale, ina maana kwamba haukui, haupigi hatua, hautoki sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kukua. Kanisa pia linakuwa. Bwana asifiwe. Kanisa pia linakuwa. Tukitrace back kanisa letu kwa miaka 3 ilivyokuwa na sasa, tofauti kabisa. Hii inamaanisha kuwa tunakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukirudi nyuma miaka 3, huduma yako ulikuwa nayo ilikuwa huduma ina gani? Na sasa hivi uko vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika kukua kuna vitu viwili. Kuna kukua kusonga mbele, kwa maana kwamba kutoka hatua ndogo kwenda hatua kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kukua kutoka mbele kurudi nyuma. Sasa hii sijui Waswahili wanasemaje, lakini pia nayo inaitwa kukua, kwa sababu kitu kinapokuwa kizuri kikirudi ubaya, maana ile tabia ya ubaya, mwendelezo ule wa ubaya ukikua,
ndipo tunaleta matokeo ya ubaya, ndipo tunaleta matokeo ya kurudi nyuma. Nakumbuka nilivyokuwa primary, story fupi tu, nilikuwa nafanya vizuri kidogo darasani. Sasa kuna kipindi niko kama darasa la 5, nikatoka namba hizi fulani hivi nikapeleka matokeo nyumbani. Mamangu alikuwa anapenda sana kunifuatilia katika masomo yangu. Kipindi hicho mama alikuwa ananiita dadi kwa sababu mimi ni jina la baba yake. Nilipofika nyumbani, dadi vipi? Sema safi. Matokeo. Nikamtajia namba. Sema mwanangu, shida nini? Nikamwambia mama, hamna. Kadri muda unavyoendelea mambo yanakuwa mengi. Mambo yanakuwa mengi ndio. Kwa nini usienende na mambo mengi? Wanasiwe sana. Kwa nini usienende na mambo mengi? Kwa nini yule ametoka wa kwanza? Kwa nini yule ametoka wa pili? Kwani hao hawana mambo mengi? Ambia mama, nakuahidi nitafanya vizuri. Muhula wa pili ile tabia ikakua, ile namba ikakua, yani kutoka pale nilipokuwa ikakua, ikashuka chini. Mama kauliza, shida nini mwanangu? Shida nini? Sasa mama, sijui, acha nikaze. Unaweza kuona kwamba kipindi kile tabia ile niliyokuwa nayo, matokeo yale niliyokuwa nayo yalikuwa matokeo mabaya. Kadri muda ulivyoongezeka ndivyo matokeo yalivyokuwa mabaya. Maana kile tabia ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize mwenzako, tabia ubaya ishakuwa kwako? Muulize tu. Amina. Nikamwahidi mama, nitapambana, nitapigana. Mimi ninamtegemea Mungu, nitafanya, nitasoma kwa bidii. Mzee akaniweka kikao, inakuwaje kijana? Sasa ubani kwamba wakati wa kula, sisi mzee wetu alikuwa anapenda kula na vijana wake wote wa kiume. Sisi tulikuwa watu 7 nyumbani, vijana wa kiume. Kwa hiyo meza yetu imezungukwa na vijana 7, hata mtoto wa mwisho mzee anakula naye. Anaanza kuuliza mbele ya Daudi, mbele ya Bitieli, vipi vingi? Mzee, tupambane. Nakuaje? Nikamwambia mzee, mimi nitapambana, nitasoma, nitafaulu. Namba ambazo mmezitaka mimi kuzipata, ambazo nilikuwa nazipata, nitazipata kwa sababu ninamtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukua katika bidii niliyoweka, katika namna ya kumtegemea Mungu, nilipo kwa mwaka ujao darasa la 6 nikarudi katika namba zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nilitoka ile tabia ya kukua kwa ubaya, nikaibadilisha, nikakuwa katika hali nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukua. Imani. Kwa maana nimesema kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo yajayo, mambo tunayoyatarajia, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Imani.
Tukumbuke kwamba ninaendelea kutoa maana katika somo tulilonalo, kumtegemea Mungu kama nyenzo ya kukua kwa imani ya mwamini. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura 11 na mstari wa kwanza, mtu mmoja tusomee Waebrania 11 mstari wa kwanza haraka haraka. Si kitabu kinachofahamika jamani, au sote tunaweza tukasoma tu? Tasoma. Karibu. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Asante. Jambo lingine, muamini. Muamini maana yake kuna maana yake mtu. Muamini ni mtu anayeishi kwa imani. Mtu anayeishi kwa kutegemea Mungu, anayatenda yote kulingana na imani yake. Tafsiri yangu ya neno muamini. Bwana Yesu asifiwe. Muamini. Kioketi ndani yako, muulize wewe ni muamini? Muulize wewe ni muamini? Haleluya. Muamini. Kama kanisa, kama watu tulioitwa kwa kuifanya kazi ya Mungu, tunapaswa kuwa waamini. Tumwamini Mungu. Hatuwezi kufanya mambo makubwa bila kuwa na imani. Hatuwezi tukaendelea bila kuwa na imani, bila kuwa waamini. Hatuwezi kufanya chochote. Hata katika maisha yako, usipokuwa na imani, huwezi kuendelea. Japokuwa hata sasa hivi kuna watu wana imani na wanakula mshiko vizuri tu. Lakini kama Wakristo, kama watu ambao tumeitwa na Mungu, tunajengwa kuishi katika namna ya kuamini. Tunafundishwa kuishi maisha ya kumwamini Mungu. Tunafundishwa kuishi maisha ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitu kinaitwa namna gani kumtegemea Mungu kunaweza kuwa nyenzo, au namna gani kumtegemea Mungu kunafanyika kuwa nyenzo ya kukua kwa imani zetu. Au kwa maana tu rahisi unaweza kuandika umuhimu wa kumtegemea Mungu kama nyenzo. Nimeandaa pointi kama 5 hivi ambazo tutaenda nazo. Pointi ya kwanza, hutufundisha maisha ya kunyenyekea kwa Mungu. Hutufundisha maisha ya kunyenyekea kwa Mungu. Unyenyekevu. Naomba usome Waebrania 11 mstari wa 8. Tuangalie kwa habari ya namna gani Ibrahimu alimtegemea Mungu na Mungu akamtuma sehemu asiyoijua.
ila yeye alienda. 11:8 Biblia inasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kwa urithi, akatoka asijue aendako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufikirie jambo moja hapa sasa hivi. Mimi nikwambie Bwana, toka hapa nenda Morogoro with no issue. Hujui unaenda kwa nani, hujui una shida nini, utakula nini. Kwa akili ya kawaida utaniona mimi ninazo kabisa. Sasa jamaa vipi? Ni unyenyekevu wa hali ya juu ambao Ibrahimu aliokuwa nao. Mungu alimwambia nenda kwa wale, nenda kule, nenda Ibrahimu. Ibrahimu akaweka imani, na kwa sababu alikuwa mnyenyekevu wa kusikia sauti ya Mungu, akatoka akaenda asipopajua. Lakini pale ndipo Mungu alipokuwa ana makusudi. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa tunaweza tukapita kipindi fulani ambacho hatujui wapi pa kwenda. Tukiangalia mbele hatuoni kitu. Maisha yetu sisi, ukiangalia mbele uoni, yani unaona giza tu. Sema Mungu, nafanyaje? Na sisi tumekuwa mashahidi. Tumeanza process ya kutafuta AC, hatuna hata 100. Bwana Yesu asifiwe. Hata shilingi 5. Kuna watu hapo wameanza kutafuta kazi, hawapati hata message, hata ile kushirikishwa kwamba bwana, nasikia kuna sehemu wanatuma CV. Kuna wengine wamefungwa vifungo, watu wamefungwa, magonjwa, shida zimewakabili nyingi sana, hawajui wapi pa kutokea. Sometimes wenda wamehangaika sehemu nyingi. Unyenyekevu. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa tunafundishwa kuwa wanyenyekevu. Katika kuwa wanyenyekevu ndipo tunaongeza shauku ya kumtegemea Mungu. Ndipo tunaongeza kiu ya kuwa na imani kuwa Mungu anafanya, Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaweza tukawa kama Ibrahimu, tukaenda tusipopajua, lakini hapo ndipo makusudi ya Mungu yalipo. Sisi tunaenda kuhubiri injili, tunajua tunaenda kumchukua nani huko. Tunaamini kwamba Mungu ametuita sisi ni watumishi wake, na kile kitu alichoweka ndani yetu ndio itakuwa tunu kwa watu wengine. Tunaenda mtaani, tunawaambia watu habari za Mungu, hata tusipopajua, hatukutegemea kwamba Mungu ataokoa watu wangapi kupitia sisi. Lakini Mungu anaokoa, Mungu anatenda, na watu wanaokoka. Ile hali ya kukubali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hali ya kukubali kutoka hapa Filistin Mlimani kwenda Riverside kuhubiri injili, huo ni unyenyekevu wa hali ya juu. Na katika unyenyekevu huo, imani yetu ni kwamba tunaenda na Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namba 2. Umuhimu wa kumtegemea Mungu kama nyenzo kukua katika imani zetu.
huimarisha uzoefu wa imani tulizonazo. Tunaimarishwa. Tunapomtegemea Mungu katika kila hali zote, nyakati ngumu, shida, raha, mateso, sometimes atakuacha. Mioyo yetu inaimarishwa kuwa na shauku ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mioyo yetu inaimarishwa. Zaburi 34 na mstari wa 4. Karibu msemaji wangu. Zaburi 34 mstari wa 4. Biblia inasema, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Asante. Wakati wa shida nalimtafuta Bwana. Wakati wa hali ngumu nalimtafuta Bwana, akanijibu, akaniponya na hali zangu zote, na shida zangu zote, na mapito yangu yote. Just imagine kwamba labda umeumia kwenye kidole, ukapona, ukaumia tena hapa, ukapona, ukaumia tena. Kinachotengenezwa hapa ni nini? Sugu, si ndio? Kuimarika. Maana sugu manake hiki kidonda au hii sehemu imeimarika. Hata kama ikiumia kwa siku nyingine inaweza ikapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa sugu. Likija hili unamtegemea Mungu. Bwana, wewe ndio msaada, wewe ndio kimbilio langu. Siwezi kutegemea akili zangu wala mtu yeyote, na kutegemea wewe. Mungu anakuimarisha, anakupa ujasiri wa kukabili hata jambo lingine linalokuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku ndiko tunaita kuimarishwa au kuimarika. Namba 3, hutufanya kuwa watii. Tena sio utii tu, utii wa neno la Mungu. Kwamba kumtegemea Mungu kunatufundisha kutii neno la Mungu, kuenenda sawasawa na neno linavyosema, kuenenda katika njia za Mungu, hata kama wakati wa Mungu hajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wakati wa Mungu hajafanya, hata kama nakumbuka nilipokuwa mwaka wa kwanza, nilikaa na rafiki yangu ambaye nimetoka naye advance. Yeye alikuwa hajaokoka, lakini alikuwa rafiki yangu kwa sababu alikuwa na madini fulani ambayo ilikuwa nayakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa. Nimetoka nyumbani, akanipigia simu, kaka, tukutane tukachukue slip pale ili tukutana Singida pale. Nimesoma advance Singida. Tukakutana Singida.
tukachukua kila kinachohitajika shuleni nini, kila kitu. Tukaja Dar. Nimeishi na ule ndugu kwa semester moja tu. Ndugu yangu yule kipindi hicho sijapata kanisa. Nakapata naenda FPST Manzese, mara napelekwa wapi, marafiki, si unaelewa upepo. Mara napelekwa wapi, wewe unaimba njoo. Naenda naona pambo la padifani. Mara shule kibendi fulani kimeundwa, bwana tufanye bwana. Waimbaji wanatufanye. Naona na mimi nikapotea kanisani. Sikwenda kabisa. Nilichukua kama mwezi mmoja na nusu, kama sio miwili. Sikwenda kanisani. Yaani nilikuwa siendi kanisani Jumapili. Kwa sababu nilikuwa sijapata eneo ambalo ninaweza nikakaa mimi kama mimi, eneo ambalo naweza nikapata amani. Tupo katika mitihani ya semester. Ndugu yangu akaja, ndio ananiambia Franki, mimi nataka niailishe masomo. Nataka nirudi nyumbani Kondoa. Kwa nini? Naona mazingira nini mtakuja kusoma mwakani. Kajaribu kumshawishi pale, kumshawishi wapi? Nimeshaongea na mzee, nimekubaliana naye, mambo safi. Okay sawa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakwambia tugawe vitu. Chukua chako, chukua changu. Ndo festi hii ya msielewi. Naishije? Nikamshawishi, bwana mimi hapa sina namna nyingine ya kununua vitu, ila kitu ambacho naweza nikakusaidia, maybe tutafute gharama ya vitu vyote tulivyotumia, tugawe katikati na tuangalie tumetumia kwa muda gani. Tutoe kwa muda tulotumia, kiasi cha pesa kitakachopatikana tutagawa mimi na wewe. Sasa kipindi hicho alikuwa na shida ya pesa. Kaniambia Franki sawa, haina shida. Mimi nilivyoingia nikampa hela yake. Kumpa hela yake, tumekaa. Sasa mbona anaendelea kuwepo moyoni hapo? Lazima uanze. Tayari ushampa mtu pesa, ashakuaga ataondoka. Yuko wiki ya kwanza, yuko wiki ya pili, afu anaenda kwao. Sometimes chakula anakula chakula unachonunua wewe. Sema hapana. Sema hapana. Vipi? Sema kuna mambo sijui ninafuatilia chuo ya sawa. Sasa mambo sikaniambia mapema. Na mimi nishaka bajeti zangu. Haina shida, wewe ni mwanangu, tumetoka mbali. Sawa. Sawa, tumetoka mbali. Nikamvumilia. Kumbe alikuwa na target moja. Tunafanya UE mtihani jioni. Wakati mimi nafanya mitihani, yeye amebaki amelala nyumbani. Natoka kwenye mtihani ilikuwa saa 12. Nakutana na message. Franki, mimi nimeondoka. Ukiona hakuna kitu ndani, ujue ni mimi. Kwa nini? Tulilipia kodi. Mimi sijamaliza miezi 6. Ndivyo tulivyokubaliana. Nikamuuliza, kwani mimi na wewe tungesema tuame kwenye nyumba na kodi haijaisha, baba mwenye nyumba angetulipa kodi? Sema hapana, mimi najua hapana, lakini ndio hivyo. Mimi nikaona kama labda ni utani.
Sema acha nifike nyumbani kwanza. Afika nyumbani. Bwana wewe. Hayupo. Gesi hakuna. Naangalia fedha hakuna. Kaela ka balance kangu ambako nilikuwa nimekaweka kanitunze likizo hakuna. Nasema sasa hapa mimi leo nimekamatika. Nikaenda polisi. Ndio msaada wa kwanza, maana nilikuwa sina mtu mwingine wa kwenda kumwambia bwana hiki na hiki. Wale ambao wameishi chuo wana marafiki wengi wanaweza wakanielewa. Mimi sikuwa na marafiki chuo. Hakuna. Polisi pale, sasa tunafanyaje? Tumtraki. Mimi sina hata kitu cha kusema nitamtraki. Sasa na yeye anatumia ujumbe kwamba wewe boya tu. Wewe kama unatumia sijui nguvu za Mungu, sisi ndo tumelala hapo. Mimi na mafuta Mwamposa. Kasema Mungu akurehemu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapiga simu nyumbani, mzee amesafiri nje ya nchi. Hakuna mazingira. Kila rafiki yangu, hata wale wa pembeni hawana mazingira. Nafanyeje? Nikawa katika hali ngumu sana ya kuishi. Maana ndani kulikuwa hakuna chakula. Nilikuwa sina kitu. Yaani nilikuwa sina kitu. Na ndio gesi imechukuliwa. Na ndio feni imechukuliwa. Nilikuwa naishi katika chumba fulani kwa 45 kadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila nikasema haya ni mapito. Wenda napitishwa katika hali moja kwenda hali nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekaa tu sina hili wala lile. Jamaa tu kawaida nilikuwa nasoma naye. Frank vipi? Safi. Mimi nimepigwa tukio. Shida nini? Yule jamaa nilikuwa nakaa naye kaondoka na kila kitu, yani nimempa pesa, kaondoka na pesa, kaondoka na vitu vilivyomo. Kwa mwanangu na nini? Sina gesi, sina feni, sina chakula, sina hela. Mwanangu mimi na kistofu hapa, yale majiko yale ya moshi yale. Njoo angalau kitakusaidia siku 2-3. Nikaenda nachukua. Kesho yake mshikaji wangu yuko Mwanza kanipigia. Vipi unaendelea mwanangu? Safi. Kwa sababu sikukata tamaa na sikutaka kuondoa tumaini la Mungu ndani yangu, ndani ya maisha yangu. Nilitegemea kuwa Mungu atanisaidia hata kama nimepitia wakati ambao sio wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vikaanza kuja. Nashangaa tu muda huo chuo kikatoa sijui bonasi sijui ni nini. Nikashangaa 15,000 ngiki kwa wanafunzi wote. CRDB. Sema Mungu acha. Na hapo nikatoka nikaenda kununua msosi. Yaani ni kitu ambacho sikutegemea kwa sababu nilikosa namna yoyote ile kwamba nitamwendea nani anisaidie pesa. Nitamwendea nani hata kula kwa jirani. Kumtegemea Mungu kunatufanya kuwa watii wa neno la Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Niliimarika. Kwa hata vipindi vingine ambavyo vilikuwa vinanipata, nilikuwa ninaona ni jambo tu. Niliwahi kumsaidia mtu kukaa naye, mwanafunzi kukaa naye, lakini alikuwa na tabia za ushoga. Mkilala usiku, yeye anakusogelea, yaani umemsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni story ambayo ninajaribu kukupa, lakini inatutengenezea jambo fulani. Ukimuuliza shida ni nini, usiku anapayuka, anaongea maneno ambayo hayaeleweki. Unamuuliza shida ni nini kaka? Unajua mimi nyumbani. Shida ni nini? Sikuja nikamweka kikao. Shida ni nini? Shida ni nini? Nikusaidie, shida ni nini? Hakutaka kuwa mnazi. Shida ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakati ambao tunaishi na ndugu, tunaishi na jamaa, watu wa karibu, wanaweza wakawa chanzo cha kuharibu tegemezi lako kwa Mungu. Mfano, yule aliyenitendea ubaya, na mimi ningesema namfanyia ubaya, ingekuwaje? Kwa sababu miezi 2-3 mbele nakutana naye njiani, napita naenda Tazara field, nakutana naye, Frank, mimi naishi hapa. Sawa. Sawa. Nisaidie namba yako bro, tunawasiliana. Sawa, chukua. Nikampa. Katumia message. Unajua bro, mimi na wewe tumetoka mbali, ni makosa tu. Kaambia sawa, haina shida. Bad enough. Jamaa akarudi tena nyumbani kwao, akamuuzia vile vitu ambavyo alivitoa kwangu, aliiba kwangu, akamuuzia mshikaji wangu. Na mshikaji yuko mkoani ananipigia simu, Freki, kuna vitu sehemu fulani Mabibo Farasi, nenda pale kavichukue, unitunzie, nikirudi na kuja kukuta kwako. Alafu nenda nakuta kesi ile pale. Feni ile pale, vyombo. Tukamwambia, au nimwambia jamaa au jamaa libibia. Sema, kwa sababu niishia sahau na nilimtegemea Mungu, akanisaidia nikapata vitu vingine. Basi, kumtegemea Mungu kunatuimarisha, kunatutengeneza, tunakuwa watu wengine, tunavuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Muda unakimbia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabiri nikimbia haraka. Sasa tuangalie mambo yanayoweza kudhoofisha au kupoteza imani ya kumtegemea Mungu kwa mwanadamu. Kwa haraka tu. Jambo la kwanza ni kutokujua neno la Mungu.
kukosa msingi wa neno la Mungu. Kukosa msingi wa neno la Mungu unaweza kukapeleka kushindwa kuamini, kushindwa kukubali ahadi za Mungu katika maisha yako. Si hauna neno, si hujui Mungu anafanya nini, anafanyaje kazi. Kitakacho kuja mbele yako, hata upepo utakapokuja, wewe utaenda. Sema Bwana, kule kuna mafanikio, twende, unaenda. Kwa sababu huna neno la Mungu. Huna maarifa ya Mungu. Na bila maarifa ya Mungu, mtu upelekwa na hisia zake binafsi. Sisi wa Kristo tunaongozwa na neno. Amen. Ukisoma kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6 wanasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Ukikosa maarifa ya Mungu, mtu wa Mungu, tayari umeshaangamia. Sababu kila kitakachokuwa kinakuja mbele yako, wewe utasema yes. Yes. Ukiwa na neno, utatafakari. Utabaini mabaya na mazuri. Utafanya uamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utafanya uamuzi. Kitu cha pili ni dhambi. Dhambi inaleta utengano wa mwanadamu na Mungu, na kumfanya muamini kutokuwa na ujasiri na imani ya kumtegemea Mungu. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2, Biblia inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Dhambi zetu zimetuweka mbali na Mungu. Unakosa ujasiri wa kusema neno lolote mbele za Mungu, kwa sababu tayari umeshapoteza ile asili ya Mungu. Umeshapoteza kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Sema amina kama unanielewa. Amen. Dhambi. Jambo la tatu, kutegemea wanadamu, vitu au mali. Tunapotegemea mali zetu, vitu au wanadamu, mioyo yetu inatoka kabisa, inapotea. Yaani inatoka kabisa mbele za Mungu. Kwa sababu pale tunasema kwamba vitu, kitu, mtu ndiyo namna ya kufanikisha jambo lako, ila sio Mungu. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura 17 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha. Tumalizie, amemwacha nani? Bwana Yesu asifiwe. Kutegemea vitu tofauti na Mungu, unakuwa tayari umemwacha Bwana. Na ukiwa umemwacha Mungu na Mungu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajengwa katika misingi ya kumtegemea Mungu.
misingi ya kuenenda katika imani ya kumtegemea Mungu. Kitu cha 4, hofu na wasiwasi. Kanisa inabidi tutambue kwamba hofu inachukua nafasi ya imani. Ni jambo ambalo inabidi tulielewe. Hofu, nitaweza kweli? Nitafanya? Nitakubalika? Manake tayari ile imani imeshachukuliwa. Kuna mtumishi wa Mungu anasema hofu na mashaka viondoe, mwamini Mungu yeye. Hofu inachukua nafasi ya imani. Woga, wasiwasi. Kuna jambo kabisa ukijitoa kimasomaso unaweza ukafanya kwa 100%, lakini kwa sababu umeshikilia hofu, una wasiwasi ndani ya moyo wako, lile tegemezi lako kwa Mungu linaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaweza tukaangalia tu story ya Petro. Kitabu cha Mathayo 14:30. Tusome. Kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 30 mpaka 31. Biblia inasema, lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ewe mwenye imani haba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajaribu kufikiri, na mara nyingi wanafikiri sana kuhusu ili neno. Sometimes umeachiwa kabisa njia ya kupita. Yaani kila kitu kiko right, kwamba Bwana pita. Kuna mtu mmoja ni fulani alikuwa ana pesa, akatokea mtu mmoja akamsaidia yule ndugu, akamuuliza, unataka nikusaidie nini? Mimi kwa maisha yangu hata nikipata mtaji wa 200,000 tu sana. Akamuuliza tena, unataka nikusaidie nini? Mimi hata nikiweka kabiashara kangu kama chungwa na nasi sawa. Akamwangalia tena, unataka nikusaidie nini? Mimi fanya chochote tu unachokihitaji. Mategemeo ya yule aliyemuuliza, aliyetaka kumsaidia, alitaka ajue yule ndugu ana hofu kiasi gani. Kwa sababu hata kama angetaja milioni 10, alikuwa na uwezo wa kumpatia. Hata kama angetaja milioni 8, alikuwa na uwezo, milioni 20, pesa yoyote, gharama yoyote, alikuwa na uwezo wa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hofu ndiyo inatufanya siku zote tuwe watu wa chini, kwa sababu tunaogopa
kufanya vitu vya juu kwa kutegemea kwamba vile vitu vya juu ni vitu vya watu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu umeisha. Sawa, tumalizie. Jambo la 6 ni ushawishi au makundi mabaya. Kukaa na watu wasiomwamini Mungu kunaweza kukudhoofisha, kama mimi ambavyo yule ndugu alitaka kunidhoofisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushawishi au makundi mabaya. Ushirika, ndugu zangu, namna ya wewe unavyoenenda. Angalia watu wanaokuzunguka. Mimi ukitaka kunifahamu mimi, fuatilia watu ambao naishi nao, utanijua. Nikitaka kukujua, lazima niangalie watu unaoishi nao. Lazima niangalie. Ushirika wako na watu wa karibu yako unaweza ukawa chanzo cha kukudhoofisha kwa imani yako wewe ya kumwamini Mungu. Mimi siwezi kuamini kwamba unaishi na mvuta bangi miaka nenda miaka rudi, kwamba wewe hujafutaga moshi hata siku moja. Siwezi kuamini kitu kama hicho. Siwezi kuamini umeishi na mtu katika mazingira fulani, tena anafanya vitendo mbele yako, kwamba wewe utakaa tu siku zote, Mungu atanisaidia. Labda sijui maombi gani yale. Lakini ndugu zangu, inabidi tuangalie watu walio karibu yetu. Lazima tujiasesi sisi wenyewe kwamba ni nani ananizunguka, ni nani ambaye niko naye, kwa sababu katika hao ndio kuna watu watakudhoofisha, kuna watu watakupeleka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe sijui wale wako karibu yangu kama nawapeleka mbele. Lakini ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Mtu ambaye anaweza kabeba mambo yako, akabeba mzigo ulionao. Mtu ambaye anaweza kabeba jambo lako, sio kwa kukupa pesa. Mimi sisemi kukupa pesa. Kuna mtu anaweza kabeba jambo lako zaidi ya pesa ambazo angekupa. Kama kanisa inabidi tujitambue. Hata kanisa inabidi tujiasesi. Wanaotuzunguka ni watu gani? Kwa sababu hapa tunaishi kulingana na wanaofanyaje, wanaotuzunguka. Tusingeweka amini hizi sound proof kama baba angekuwa wazi. Lakini tunajua kuna watu wanatuzunguka na hawahitaji kelele, sometimes wanasema ni kelele. Hivyo kwa sababu mambo yetu yaende, inabidi tuzide tufanye kivyetu vyetu. Bwana asifiwe. Watu wanaotuzunguka. Kwa kumalizia tu tuangalie nyenzo za kumtegemea Mungu katika kukua kwa imani ya muamini. Nyenzo za kumtegemea Mungu. Ukikumbuka nilisema kwamba nyenzo ni kitu kinachokufanya kufanikisha jambo fulani. Nyenzo namba 1 ni neno la Mungu au kusoma neno la Mungu. Biblia ni chanzo cha maarifa, ahadi na kweli ya Mungu. Kusoma na kutafakari neno hujenga msingi wa imani na kutufundisha jinsi ya kumtegemea Mungu. Kama Warumi anavyosema 10:17 kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa nini? Kwa neno. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa
tunaijua Biblia, tunapokuwa tunajua neno la Mungu, tunapata ujasiri wa kufanya mambo kama ambavyo ahadi za Mungu zilivyo, kwa sababu yote yapo ndani ya neno. Jambo la pili, maombi. Kama ilivyo, maombi ni mawasiliano ya moja kwa moja ya mwanadamu na Mungu. Tunapomwomba Mungu na kusubiri hapa na kusubiri, tunajifunza kumtegemea Mungu zaidi ya nguvu zetu sisi. Wafilipi 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba. Jambo la tatu, nyenzo ya tatu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutufundisha. Roho Mtakatifu hututia nguvu na kutukumbusha kweli zote za Mungu. Maana yeye ndio msaada wetu. Ndiyo msaada wetu anayetuimarisha kwa kumtegemea Mungu. Anayetuimarisha wakati tunamtegemea Mungu. Anatukumbusha, usikate tamaa, usirudi nyuma, endelea kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la 4 ni kukaa pamoja na washirika au waamini au waumini kanisani. Kukutanika pamoja kanisani, wapendwa, kunaleta faraja. Tunamsifu Mungu, tunamwimbia Mungu nyimbo nzuri, ushauri, tunaposikia mausia, maneno ya Mungu, kunatuhimiza namna nzuri ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nyenzo ya 5 ni ushuhuda. Shuhuda mbalimbali ambazo tunapokea kwa namna ambavyo Mungu anafanya makubwa na ya ajabu katika maisha ya watu wengine, kunazidi kutujenga sisi kuendelea kumtegemea Mungu zaidi, na imani yetu inazidi kukua kwa habari ya kutegemea Mungu. Shuhuda. 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 Nyenzo ya 6 ni utii wa maagizo ya Mungu. Utii wa maagizo ya Mungu. Mungu kakuagiza, nenda sehemu fulani, kuna watu kule, unafunga sikio. Mungu kaliagiza kanisa lifanye jambo fulani, kanisa lienende katika misingi fulani. Sisi tunaenenda katika misingi yetu wenyewe. Hatuwezi kujengwa na kuimarishwa katika hali ya kumtegemea Mungu kama tunaenenda kwa namna ambavyo sisi wenyewe tunapenda. Hata maisha yetu tayari kuna njia ambayo imeshatengenezwa ya kila mmoja kufikia kusudi lake, kufikia ile hatima yake. Lakini kitu kinachotufanya tusifikie lile kusudi la Mungu ni kwa sababu tunashindwa kusikiliza sauti ya Mungu na kuenenda katika matakwa yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutii sauti, maelekezo. Kuna jamaa wangu alikuwa anaimba sana chuo. Kanini, Frank, hivyo wewe ukipewa mwaliko sehemu fulani utafanyaje? Nikamwambia mimi nitaomba Mungu
nitaenda nitamwona mchungaji wangu anayenichunga, nitamshirikisha. Kama hakuna program na mimi nipo kwa ajili ya kumtumikia Mungu, nitaenda. Nikwambia wewe je? Mimi maelekezo. Mimi maelekezo. Maelekezo gani? Mimi maelekezo. Sasa ananiambia kwamba hata kama mchungaji akikataa, nikishapewa maelekezo nafanya. Hata kama naona ninapoenda hapaendeki, mimi ni maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ili tuende, kanisa ili tusonge, maisha yetu ili yasonge, tunajifunza kusikia na kutii sauti ya Mungu. Kuna vitu viwili, kusikia na kutii. Na mwingine unaweza usisikie. Sasa utatii nini? Inabidi usikie then utii. Kutii sauti ya Mungu. Kanisa la FPCT Mlimani hatuwezi kufikia kule ambapo tunataka kufika bila kutii sauti ya Mungu ambayo anasema hapa. Uwezi kufika level ya maisha unayoyahitaji bila kutii sauti ya Mungu, bila kutii maelekezo ya Mungu, bila kutii unachoambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutii kunatufanya tuimarike katika hali ya kumtegemea Mungu. Kunatufanya tuimarike katika msingi wa imani ya kumtegemea Mungu. Msingi wa imani wa kwenda na Mungu. Kutii. Kutii. Kwa nini kuna watu walianza na wakatoweka, walianza na wakapotea? Kwa nini? Kwa nini kuna makanisa yalianza na yakapotea? Kwa nini kuna makanisa yanaenda katika misingi wanayohitaji wenyewe? Kwa nini? Kwa sababu ya kutokutii sauti ya Mungu. Wenda kabisa wanasikia kabisa kile ambacho Bwana anasema nao. Huenda anasikia yale ambayo Roho Mtakatifu anasema nao, lakini kwa sababu ya kukosa utii, kwa sababu ya kutokutii sauti ya Mungu, hata Mungu anakuacha. Mungu anakuacha. Mungu anaenda na wale ambao wanamtii, wale ambao wanatii sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaenda na wale wanaomtii. Hivyo basi, kwa kuhitimisha, kanisa inabidi tutambue, kila mmoja kwa nafsi yake anabidi atambue kwamba kumtegemea Mungu sio chaguo la hiari, bali ni nguzo ya ukuaji wa imani ya kweli. Kadri unavyozidi kumkabidhi Mungu maisha yako, unapozidi kumkabidhi Mungu mambo yako, shida ulizonazo, hali unazopitia, ndivyo Mungu anavyozidi kuonekana na kuonyesha uaminifu wake na kutuwezesha kuishi katika imani isiyotetereka, kuishi katika imani isiyoyumbishwa, kuishi katika imani
imani ya kweli, imani ya kumtegemea Mungu, imani ya kwenda katika njia zimpasavyo Mungu. Imani. Kila mmoja anaamini. Lakini usipokuwa na imani ya kumtegemea Mungu, hiyo sio imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamini vitu vingine, mara kilienda huku, kikaenda huku. Unaamini nini? Ili nifanikiwe, sijui nini. Nini? Hizo zote ni imani za kutetereka. Kwa sababu kuna muda utafika, hayo ambayo unayafanya saizi yatatoweka. Ila imani ya Mungu, unapomtegemea Mungu, Biblia inasema kwamba ni yule jana, leo na hata milele. Mwanadamu atatoweka. Vitu ulivyo navyo, pesa zinaisha. Vitu ulivyosikilia vinatoweka. Lakini Mungu ni yule ambaye anayetusaidia kila itwapo leo. Yupo. Na ndio kanisa tunatakiwa kujengwa katika maisha ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu pasipo kutetereka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusimame. Mimi Frank sijui umeamini vitu gani. Sielewi kabisa, na sijui kwamba kuna kipindi fulani uliamini mambo fulani, sijui. Lakini inabidi wewe mwenyewe uchunguze moyo wako. Uulize moyo wako kwamba kuna kipindi gani nilimwacha Mungu na kuamini vitu vingine? Kuna kipindi gani nilitegemea mambo yangu mimi na kumwacha Mungu? Ulimtegemea labda pastor, kwa pastor atakusaidia. Ulimtegemea labda mtu fulani. Ulimtegemea lecture nakutegemea Bwana. Ulimtegemea. Kama ilivyo nimesema sasa, nakutegemea. Kwa namna gani ulivyomwacha Mungu ambaye ni nyenzo ya sisi kumwamini yeye? Kwa namna gani hukusoma neno katika kumwamini Mungu? Wakati huu ni wakati wa kujitafakari. Na sasa kanisa tunaanza tukamwomba Mungu, tukamwambia Mungu atuongezee shauku ya kumtegemea Mungu. Yaani tumtegemee. Tegemezi letu likawe nyenzo ya kukua kwa imani zetu. Kwa sababu sisi ni waamini, tunamwamini yeye. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Bwana ninue kwa imani nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Bwana